kwa baba askofu tunaanza. Jana mheshimiwa baba askofu, najua kwa sababu tulizungumza pamoja na mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza anasema anawapenda sana na anawatakia fundraising njema, maana yake tuweze kufikia kiasi. Yeye mheshimiwa Rais alianza kwa kutufungulia, ametoa milioni 50. Na bahati nzuri alizungumza na baba askofu na akamwambia utaratibu pesa zitakavyokuja. Akasema mimi nitazileta hizo pesa. Wa pili, baba askofu, nije mimi na familia yangu. Mimi natoa milioni 20. Naomba usikabidhi hapo. Zingine askofu zitakuwa zinaingia kwenye account, lakini zangu ningependa nikabidhi. Bwana Garibu, ambao si nafikiri Garibu GSM, watu wa Yanga wapo hapa. Mpo. Na yeye katutolea milioni 10. Wanangu wa Yanga! Mashindano ya Yanga na Simba, Yanga ni 528,000. Simba ni 362,450. Kwa jumla ya Simba na Yanga tumepata mchango wa 8,90,450. Sasa jumla ya pesa zote tulizochangia kuanzia parokia hapo tumechangia kote, tumejitolea hapa na Simba na Yanga huko ndani, tumepata milioni 250 na 294,150. Tulimpigia makofi. Baba askofu, najua katika pesa hizi kuna pesa ambazo ni keshi na kuna ahadi. Hapa hatujamwahidi baba paroko, tumemwahidi Mungu. Kwa wale ambao wametoa ahadi kuhakikisha kwamba tunatoa hizi ahadi ili ujenzi wetu uendelee. Naamini kwamba utakuwa mtii kwa Mungu. Na tunapopewa miito hii mbalimbali, tuitumikie na tuifanyie kazi ipasavyo, kila mmoja katika sehemu ambayo amejaliwa na Mwenyezi Mungu. Na leo hii sisi kama jumuiya ya parokia, na kwa namna ya pekee zaidi kama jumuiya na kanisa mahalia jimboni Kigoma, tunaonyesha ishara hiyo ya kutambua wito wetu wa kulijenga na kulitegemeza kanisa, wa kuyatakatifuza malimwengu, tuyatakatifuze pia katika maisha yetu ya kiroho, katika maisha yetu ya ibada, namna tunavyoishi na watu wengine na namna tunavyojaliana na kuyatunza maisha ambayo ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hivyo tunawajibu sote, wewe na mimi na wengine wote, marafiki zetu na wafadhili wetu, tuunganishe nguvu zetu, tumjengee Bwana hekalu, tupate mahali pa kuanzia maisha yetu na pa kukamilisha maisha yetu, tukiwa kama mahujaji ambao si kwamba tumeshafika, bali tunavipiga vita, na tuvipige vita vilivyo vizuri. Na katika nafasi hiyo uone kwamba na wewe umeandika historia, umeweka kitu fulani ambacho kitakumbukwa miaka na miaka katika hekalu hili ambalo tunamuomba Mwenyezi Mungu abariki kazi ya mikono yetu, ili tunapoendelea na kuomba neema ya Mungu, kazi hii isisimame bali iweze kutokana na ukweli na uhalisia kwamba kanisa la makao makuu ya parokia limeanza kuzeeka na kuwa finyu, na wakati idadi ya waamini inazidi kuongezeka, uongozi wa parokia ya Kibondo pamoja na jimbo Katoliki la Kigoma
chini ya Mhashamu Baba Askofu Joseph Domanus Mlola tunaendelea na mradi mkubwa wa ujenzi wa kanisa kubwa jipya na la kisasa lenye ukubwa wa urefu wa mita 75 na upana wa mita 45 lenye uwezo wa kupokea waamini zaidi ya 1800 ili kukidhi mahitaji ya sasa na ya baadaye. Mradi huu unakadiriwa kugharimu fedha za Kitanzania zaidi ya bilioni 4 mpaka utakapomalizika, na huenda ukachukua kuanzia miaka 7 mpaka 10, na hivyo